بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama baada ya mapumziko. Kuna ambao walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama, wameamka wakiwa na afya mgogoro, wakiwa wanaumwa, na huenda wengine wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu. Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi waweze kupata matibabu na waweze kurudi katika hali yao ya kawaida. Lakini pia kuna ambao wamelala wakalala moja kwa moja, hawajaweza kuamka kabisa, na watu wanafanya maandalizi kwa ajili ya mazishi. Lakini wewe umeamshwa salama na Allah subhanahu wa ta'ala, umeiona siku hii ya leo, kwa hakika una wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameweza kukuamsha. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali salatu subhi kwa jamaa. Umeweza kuamka ukatoka nyumbani mguu mosi mguu pili kwa ajili ya kuja kuiswali salatu subhi. Hii nayo pia ni neema, kwa sababu kuna wengi ambao bado wamelala, lakini pia kuna wengi ambao wameamka wakakimbilia kwenye majukumu yao. Lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nguvu na nia ya kuja kuiswali salatu subhi. Kwa hakika hii ni neema kubwa sana. Ukaona swala ni bora kuliko usingizi, ukaona swala ni bora kuliko majukumu yako. Hii ni neema, unatakiwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Lakini vile vile hatuna budi kumshukuru Allah kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo pia huwa tunasema ni gumu sana katika nafsi ya mwanadamu. Nafsi haipendi kukaa katika vikao vya kheri. Nafsi huwa haipendi kukaa katika vikao ambavyo Muislamu anapata thawabu. Itakutaka tu kwamba
uondoke, usikae katika kikao kama hicho. Lakini unapoibana nafsi yako na ukailazimisha ikabaki katika kikao hichi, wallahi hii nayo pia ni neema, na kwa neema hii unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Al-Fiqhu al-Muyassar fi Dawi al-Kitabi wa Sunna, jana tulisoma masala ambayo yanafungamana na watu kuchumbiana, lakini vile vile tukaona hukumu ya mtu kwenda kumwangalia na kumuona mchumba na utaratibu wake. Leo tutaanza almas'alatu sadisa, shurutu nikahi wa arkanuhu, masharti ya ndoa na nguzo za ndoa. Ndoa ni ibada, lazima iwe na masharti yake, lakini pia lazima iwe na nguzo zake. Hakuna ibada isiyokuwa na masharti na hakuna ibada isiyokuwa na nguzo. Shurutu nikahi, masharti ya ndoa. Yushtaratu fi nikahi al-ati, hushurutishwa katika ndoa, ni sharti katika ndoa yapatikane mambo yafuatayo. Sharti ya kwanza, ta'yinu kulli min az-zawjaini, kuainisha na kuweka wazi kila mmoja katika hao wanaotaka kuoana. Wakati ndoa inafungwa, ni lazima waainishwe, ni lazima watajwe majina yao. Fala yasihu aqdu nikahi ala wahidatin la yuayyinuha, haitosihi ndoa ikiwa halitotajwa jina la binti ambaye anaozeshwa. Kakaulihi, kama vile mzazi wa binti amwambie kijana, zawajtuka binti, nimekuozesha binti yangu. Yani akasema hivyo na hajamtaja jina yule binti ambaye anamuozesha. In kana lahu aktharu min wahidatin, ikiwa yeye atakuwa na mabinti zaidi ya mmoja, haitofaa kuyasema maneno hayo kwamba nimekuozesha binti yangu, mpaka mtaje jina. Au yakulu, au akasema zawajtuha ibnaka, nimemuozesha binti yangu kumuozesha kijana wako. Anasema maneno hayo, anayeozeshwa hajatajwa jina, yeye amesema tu kwamba nakuozesha binti yangu. Akisema namna hiyo, ndoa haitosihi mpaka amtaje. In kana lahu iddatu abna, ikiwa pia mzazi huyu mwenye kijana wa kiume atakuwa na kijana zaidi ya mmoja. Bal la budda min ta'yini dhalika bil ismi, bal hakuna budi kuainisha kwa jina, kutaja jina. Ka Fatima, kama vile kusema kwamba nimekuozesha mtoto wangu ambaye anaitwa Fatima, wa Muhammad, na Muhammad na kuozesha mtoto wangu ambaye anaitwa Fatima. Kwa hiyo wote wanatajwa, Muhammad anatajwa na Fatima anatajwa. Au bisifa, au anaweza akamtaja kwa sifa. Kalkubra, kama vile
mkubwa au sughra au mdogo. Anaweza pia akatumia sifa ya namna hiyo kwamba ninakuozesha binti yangu mkubwa au nakuozesha binti yangu mdogo. Hii nayo pia inaweza ikafaa, lakini vizuri akamtaja jina kabisa kwamba nakuozesha binti yangu fulani, amtaje jina. Hii ni sharti. Kwa hiyo kutajwa yule anayeozeshwa ni sharti ya ndoa, na kutajwa jina la yule anayeoa ni sharti ya ndoa. Waainishwe na kutajwa majina yao wakati wanafungishwa ndoa. Sharti ya pili, ridha kulli minaz zawjaini bil akhari, kuridhia kila mmoja katika wanandoa, kuridhia kila mmoja katika hao wanaoana. Binti aridhie, mwanamke aridhie, kijana aridhie, mwanaume aridhie, kuwa na ridhaa za pande zote mbili. Fala yasihu nikahul ikrahi, haitosihi ndoa ya kulazimishwa, kwamba wewe ni lazima uolewe na mtu fulani, ni lazima. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tunkahul ayyimu hatta tustamara, haolewi mjane, haolewi mwanamke ambaye ni mkubwa aliyekwisha kuolewa, labda akaachika au akafiwa na mume. Haolewi mwanamke wa namna hiyo hatta tustamara, mpaka atakiwe ushauri, mpaka ashauriwe. Wala albikru, na wala haozeshwi mwanamke ambaye ni bikra, kwa maana hajawahi kuolewa, hatta yusta'dhana, mpaka aombwe idhini na aridhike. Kwa hiyo haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, akielekeza masharti ya kusihi ndoa. Ni lazima ridhaa za pande zote mbili zipatikane, anayeolewa aridhike na anayeoa aridhike, asilazimishwe mtu. Lakini inapotokea watu wakalazimishwa ibada hii ya ndoa, hapata kuwa na amani ndani. Kwanza wewe bwana, sikukupenda mimi, nililazimishwa tu. Na matatizo haya tunakutana nayo mara nyingi katika sulhu, kwamba huyu haikuwa ni chaguo langu, huyu sikumpenda, huyu sikumridhika, nililazimishwa tu. Haya yanaweza yakatokea kwa upande wa kijana, akalazimishwa kwamba lazima umuoe huyu binti, au yanaweza yakatokea kwa binti anaambiwa lazima uolewe na kijana huyo, akalazimishwa. Ndoa hiyo haitokuwa ni yenye kukubalika, kwa sababu hakuna ridhaa ya hawa watu wawili ambao wanaoana. Na ridhaa, binti anapokuwa ameridhika, mwanamke anapokuwa ameridhika kuolewa, ridhaa hiyo anakuwa anayo mzazi wake, anakuwa anayo yule walii wake. Siku ya ndoa hamna haja ya kwenda kuuliza, jamani, hebu mashahidi twendeni tukamuulize binti au huyu mwanamke kama yuko tayari kuolewa. Haya ni mambo ambayo hayapo. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa yaandaliwe mapema, sio siku ile ya ndoa ndio mwanamke anakwenda kuulizwa kwamba uko tayari kuolewa au hauko tayari. Wali, mzazi, ana taarifa zote, yeye ndiye atakaye
ozesha, na hakuna haja ya kwenda kumuuliza binti huko ndani tena. Sharti ya 3, alwilayatu fi nikahi, wali katika kuozesha. Ndoa ni lazima iwe na wali. Fala yaqidu ala almar'ati illa waliyuha, hakuna mtu wa kufungisha ndoa isipokuwa wali wake, wali wa binti, wali wa mwanamke. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume aliposema la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali. Ndoa kama haina wali, ndoa hiyo haitosihi na wala haitokubaliwa mpaka apatikane wali. Wayushtaratu fil wali an yakuna rajulan balighan aqilan hurran adlan, na masharti ambayo yako kwa upande upande wa wali ni lazima awe ni mwanaume, na awe amebaligh, na awe ana akili, na awe ni huru, lakini pia awe ni mwadilifu. Na wali anakuwa kwa upande wa baba, na wali hawe upande wa mama. Wajomba hawafai kuwa ni mawali kwa wajomba zao. Kwa hiyo ni lazima ndoa iwe na wali. Kama haina wali, ndoa hiyo haito swihi na wala haitokubalika. Sharti ya 4, ashahadatu ala aqdi nikahi, mashahidi wanaoshuhudia kufungwa ndoa ni lazima wapatikane mashahidi. Fala yasihu illa bishahidai adlin muslimaini balighaini, haitoswihi ndoa isipokuwa kwa kupatikana kwa uchache kabisa wapatikane mashahidi wawili ambao ni Waislamu walio balighi adilaini, na wao pia wao ni watu ambao ni waadilifu. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli ya Mtume aliposema la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adlin, hakuna ndoa isipokuwa apatikane wali na wapatikane mashahidi wawili waadilifu. Wama kana ghairu dhalika fahuwa batilun, ndoa ambayo itakuwa haina wali au haina mashahidi, ndoa hiyo itakuwa ni batili. Qala Tirmidhi anasema al-amalu ala hadha inda ahli al-ilmi min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa man ba'dahum min at-tabi'ina wa ghayrihim, kufanyia kazi hadithi hii miongoni mwa maulama, miongoni mwa watu wenye elimu na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na wale waliokuja baada ya masahaba na wengineo. Qalu, wakasema la nikaha illa bishuhudin, hakuna ndoa isipokuwa kwa mashahidi, haitoswihi ndoa isipokuwa wapatikane mashahidi. Wastiratu ashahada, na kuwekewa masharti ya ushahidi fi nikahi, katika ndoa, ihtiyatun linasabi khawfa al-inkari, asema huko ni kuondoa shaka, asije akapinga mmoja ya wale wanandoa kwamba mimi bwana sikumuoa huyu au mimi sijaolewa na huyu. Endapo atapatikana mtu ambaye atapinga, kama kulikuwa kuna mashahidi, wao ndio watakaotoa ushahidi, ni kweli huyo binti aliolewa na huyu bwana, ni kweli huyo kijana amemuoa huyo binti. Ndio hikma ya kuwekwa ushahidi, ili itakapotokea sasa
mmoja ya wanandoa akapinga kwamba hajaoa au hajaolewa, mashahidi watatoa ushahidi. Sharti ya 5, khuluu zawjaini min almawani'i allati tamna'u min az-zawaji. Waepukane hawa wanandoa wawili, waepukane na vizuizi, wawe hawana vizuizi ambavyo vinazuia ndoa hiyo. Min nasabin, miongoni mwa nasaba. Kwa mfano kaka hawezi kumuoa dada yake, kuna kizuizi cha unasaba. Au sababin, au sababu, karadha'in, kama vile watu wamenyonya pamoja. Kijana amezaliwa na mama mwingine na binti amezaliwa na mama mwingine, lakini wamenyonya ziwa moja, wamenyonyeshwa na mama mmoja. Hawa kuoana ni haramu, haifai. Wa muswahara, na ukwe. Wa ikhtilafi din, na kutofautiana dini. Huyu ni Muislamu na huyu sio Muislamu. Na hizi ndoa zipo, watu wanazifanya. Wanaenda kwa mkuu wa wilaya, wanafunga ndoa ya kiserikali. Ndoa hiyo haikubaliki Kiislamu. Watu wanapotofautiana dini, ndoa hiyo haikubaliwi. Hakuna ndoa kati ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu, hakuna ndoa. Wa nahu dhalika, na mfano wa hayo, min al-asbabi, miongoni mwa sababu, ka an yakuna ahaduhuma muhriman, kama vile kuwa mmoja ya wale wanaotaka kufunga ndoa akawa amehirimia bihajjin au umra, akawa amehirimia hija au amehirimia umra, hawatoruhusiwa kufunga ndoa. Pili, arkanun an-nikahi, nguzo za ndoa. Wa arkanun nikahi allati biha qawamuhu wa wujuduhu hiya, nguzo za kusimama ndoa, nguzo za kukubalika na kusihi ndoa ni kama zifuatazo. Ya kwanza, al-aqidani, yani wapatikane wafunga ndoa. Wahuma az-zawju, nayo ni mume, wazauja, na mke, al-khaliyani min mawani'i zawaji, ambao pia wameepukana na vizuizi vya kufunga ndoa, allati sabaqat al-isharatu ilaiha, ambazo zimetangulia kuziashiria hapo juu hivi punde. Walati dhikruha fi bahthi al-muharramat, na mawani zitakazokuja hapo mbele katika bahthi ya kuwataja wale ambao mtu ameharamishiwa kuwaoa. Kwa sharti ya kwanza, nguzo ya kwanza ya ndoa, wapatikana wenye kuoana, wawepo. Sharti ya pili, al-ijabu, ipatikane ijabu. Wa huwa al-lafdhu sadiru min al-wali, nayo ni matamshi ambayo yanatoka kwa baba wa binti, nayo ni matamshi yanayotoka kwa wali. Au man yaqumu maqamahu, au yule ambaye anasimama sehemu ya wali, huenda labda wali hayupo akamwakilisha mtu mwingine. Bilafdhi inkahin, atamke kwa matamshi kwamba anaozesha yeye kama wali, au tazwiji, kwamba ninakuozesha binti yangu fulani, au nimewakilishwa kumuozesha, nimewakilishwa na wali kumuozesha binti fulani. Hii ndio inaitwa al-ijabu, ninakuozesha. Tatu, al-qabulu, ipatikane pia kukubali. Wa huwa al-lafdhu sadiru min az-zawji, ni maneno ambayo yanatokea kwa yule anayeoa, kwa mwanaume. Au man yaqumu maqamahu, au yule aliyesimama katika sehemu yake, amemwakilisha kwenda kumuolea mtu. Bilafdhin, kwa matamshi ya kwamba aseme qabiltu au radhitu hadha az-zawaji, nimekubali
ndoa hii, nimekubali kumuoa fulani au nimekubali kumuolea fulani, kama mtu ametumwa kwa ajili ya kumuolea mtu mwingine. Wala budda min taqaddumi al-ijabi ala al-qabuli, ni lazima yale maneno ya wali kwamba nimekuozesha au ninakuozesha, maneno haya yatangulie, alafu kisha yafuate yale maneno ya kukubali huyu kijana au mwanaume ya kwamba nimekubali kumuoa binti fulani. Haya ni mambo ya kimsingi yanatakiwa yapatikane katika ndoa. Ili ndoa iweze kuswihi ni lazima masharti yatimie, na ili ndoa iweze kuswihi ni lazima nguzo zitimie. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta